Wiki ya utalii katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta KICC zimeingia siku ya 3. Washikadau mbalimbali wanaendelea kushiriki maonyesho ya mijadala ya nafasi ya sekta ya utalii katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Wiki ya maonyesho inalenga kuonyesha michango ya sekta mbalimbali ya utalii katika kuendeleza uchumi wa taifa na kubadilisha maisha ya wananchi. Hebu kwa sasa tuungane mubashara na mwandishi wetu Susan Locho ambaye yupo katika jumba hilo, atuonyeshe labda mawili matatu na atupe taswira kamili ya yale ambayo yanaendelea kule. Locho, iwapo unanipata, ni kipi kipya kutoka kule na pia labda utaniletea nini ukitoka kule? Naam, Liz Mutuku, na kupata kwa njia safi sana nikiwa katika jumba la kitaifa la KICC, na leo tarehe 10 Desemba ni siku ya 3 ya hili juma ambalo ni la utalii. Jukwaa hili linawaleta tu pamoja washikadau mbalimbali katika sekta ya utalii na wawekezaji ili kujadili urithi ama utajiri wa Kenya na tamaduni zake asili na labda pia fursa za biashara. Hapa nina baadhi ya wahusika na nitampata tu huyu mmoja ambaye atanieleza ni kipi kimemleta hapa siku ya leo na labda atuambie atanufaika vipi na jukwaa hili. Jina langu ni Francis Waweru. Hii ni maktaba ya Rais, Presidential Library. So hapa tuko na kibanda ya yenye tunahifadhi historia ya kitaifa, historia ya rais na marais wa Kenya. Tunajua sisi kama wa Kenya tumekuwa na marais 5. Sasa tuko na historia ya marais wote wa Kenya kutoka mwanzilishi wa taifa Mzee Jomo Kenyatta mpaka rais wa sasa, rais wa 5 ambaye ni Dr. William Samoei Ruto. Na unapozungumzia hii sekta ya maktaba ya rais ni pia ni ipo katika sekta ya utalii na inachangia kwa njia gani? Katika hii sekta ya utalii, wakati tunakuwa na sherehe za kitaifa, kuna kuanga na sherehe za kitaifa mara 3: Mashujaa, Madaraka na sasa Jamhuri, Disemba. So wakati tunakuwa na hii sherehe, pia sisi tunajumuika na idara zingine za serikali, kama sasa hii ni wizara ya utalii. Sasa wao wakifanya mambo yao ya kueleza Wakenya mambo ya utalii na wanyama wa pori, sisi pia tunaeleza Wakenya kuhusu historia ya taifa na sherehe, na pia tunajumuika na taifa pamoja. Sasa wananchi wako hapa, wanaona gari ya rais, wanaona marais wenye wamekuwa katika nchi na historia ingine ya taifa la Kenya. Okay, asante sana. Nitapata tu mwingine ambaye atanieleza labda katika hii sekta ya utalii ni kivutio kipi anapenda sana na labda ni kwa njia gani anaona inachangia vema katika sekta hii. Asante sana. Kwa majina naitwa John Gadhara from Kenya Utalii College. So hapa tumekuja kusoma, tumekuja kujionea mambo kuhusu utalii, from the wildlife, the tourism, the culture, kuhusu kama hii the presidency yenye inaendelea hapa. Tunaweza kusoma Kenya, tumeweza kusoma shuleni, pia tunakuja tena tuna apply hapa, tunajionea the culture, the Masai and everything. Yeah. Ni kivutio kipi cha utalii wewe unakienzi sana nchini? Mimi naenzi sana wildlife, kuna culture, especially culture, the Kenyan culture, venye tunaweza kuonyeshana utamaduni wetu kama nchi yetu ya Kenya. Naam. Okay, asante sana. Naam, nitapata tu pia mwingine ambaye amejiunga katika maonesho haya na atatuambia amesaidika vipi ama ni kipi kipya amekiona katika jukwaa hili. Hujambo? Si jambo, naam. Naomba uniambie jina lako na kipi kimekuvutia. Kwa majina naitwa George Naya kutoka Kenya Utalii College. Tumejiunga na wenzetu hapa. Kivutio ambacho kimenivuta katika hii sekta ya utalii ni ile
kuleta umoja na ile kujuana, kujenga connections with different people. Ile katika maisha unajua connection na kujuana na watu wengi husaidia sana katika kujikuza na kujua mambo ambayo au kunajua. Na hiyo inakuongeza maarifa, namna ya ku-socialize na ku-interact na watu wengine wa different languages na sectors mbalimbali. Hiyo ndio ambayo naweza sema. Na unaona sekta ya utalii ingeboreshwa vipi nchini? Katika sekta ya utalii kuboresha, ningependa tu ile kuweka usawa katika nchi yetu. Watu ile ubaguzi na kuweka usawa katika nchi. Aya, asante sana. Nitaungana na huyu mmoja wa mwisho ambaye ni mmoja wa waoneshaji. Aniambie tu ni kipi anapata katika maonesho haya. Ujambo? Yes, jambo. Naomba uniambie jina lako. Naitwa Kimathi Mutegi. Mimi nafanya na Presidential Library and Archives. Tumekuja hapa kuletea Wakenya heritage, hizi history za Kenya, kuwakumbusha jamhuri. Ni ile siku tulipata uhuru. Kenya jamhuri ndio tuna celebrate birthdays mbili. Ni ile Kenya tulipata uhuru 1963, Independence Day, tukapata self internal rule, and then kuna in 1964 the December 12 tukapata now the republic, tukakuwa republic. So tunajaribu kukumbusha Wakenya the journey ya leadership ya Kenya kama Presidential Library, mahali tumetoka, sababu wanasemanga kama usipoangalia nyuma ndio ujue mahali unaenda, utategwa tu na utanene. So tunaleta kama hizi magari ya Rais Moi ndio Wakenya wazione kwa karibu, na tukiwaonyesha hizo hadithi zingine sasa za historia yetu. Naam, asante sana Liz Mutuku, na kama tunavyojua tarehe 12 tutakuwa tunasherehekea jamhuri ya taifa hili, na jukwaa hili litaendelea siku ya kesho. Tutakuwa na viongozi mbalimbali watakaojiunga akiwemo Rais William Ruto. Kufikia hapo mimi nitakoma na nitarudisha kwako Liza Mutuku. Asante sana Locho kwa taarifa hiyo, na bila shaka hata mimi ningetamani sana kufika pale nione hayo magari jinsi ambavyo yako kwa saa hayo yaliyotumika na Rais Moi na hao marais wengine. Sijui kama wanawapa nafasi pia ya kuweza kutest msikii ipo namna gani. Baadhi ya yale labda nikimaliza hapa naweza kuelekea huko nione ipo namna gani, lakini